Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step. Tafuta tu DW Kiswahili uweze kujiunga. Mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huo yameenea hadi kwenye miji mingine. Vienna. Shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya nyuklia katika tangu wiki iliyopita. Hiyo hali inayopaswa kuendelea kwa kuzingatia hali katika kinu hicho. Dunia yetu. DW. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW. Dunia yetu. Leo mchana. Na mshukran sana Grace Kabogo kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale tuliokuandalia mchana wa leo, mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila. Tume ya uchaguzi Zanzibar yatoa maelekezo kuhusu namna mchakato wa upigaji kura na utoaji wa matokeo utakavyofanyika, na maandamano makubwa yaendelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo. Kumbuka pia mfuatiliaji wetu tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili uweze kujiunga nasi. Na moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila kwa kosa la usaliti na uhalifu wa kivita. Kabila mwenye umri wa miaka 54 alihukumiwa bila kuwepo mahakamani baada ya kushtakiwa kuhusiana na kuunga mkono kundi la waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Kabila aliongoza DRC kuanzia mwaka 2001 hadi 2019, lakini aliondoka nchini humo mwaka 2023 na kuishi uhamishoni nchini Afrika Kusini. Mwezi Mei mwaka huu alionekana tena mjini Goma, jambo lililoongeza hofu kwamba anaendelea kuwa na ushawishi mashariki mwa nchi. Mwendesha mashtaka wa kijeshi Jenerali Lucien Rene Likulia alimshtumu Kabila kwa kupanga njama za kupindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa kushirikiana na Rwanda na waasi wa M23 na kudai kwamba pia Kabila alikuwa mmoja wa wasuka mikakati wa mashambulizi ya kundi hilo. Katika hukumu iliyosomwa mjini Kinshasa, Jaji Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai alisema Kabila amepatikana na makosa ya mauaji, ubakaji, mateso na uasi, na kwamba kifungu cha adhabu ya juu zaidi lazima kitumike. Kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya kijeshi, mahakama hii inamhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya ubakaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya mateso na adhabu ya kifo kwa kosa la usaliti pamoja na kuandaa vuguvugu la uasi. Zaidi ya adhabu ya kifo, mahakama pia imeamuru Kabila kulipa fidia takriban dola bilioni 50 kwa serikali na waathirika wa machafuko mashariki mwa Kongo. Kesi hii imezusha mjadala mkali, huku chama cha Kabila cha PPRD kikilaani mashtaka haya kama ya kisiasa na mkakati wa kumuondoa mpinzani mkubwa wa Tshisekedi. Mashirika ya haki za binadamu pia yameonya kuwa hukumu hiyo inaweza kuongeza mgawanyiko katika taifa hilo kubwa lenye utajiri wa madini ambalo limekumbwa na vita na ukosefu wa utulivu kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia wameelezea kukasirishwa na hukumu dhidi ya kiongozi huyo. Mkazi wa Bukavu Denis Bashige alikuwa na haya kusema. Le Congo n'a qu'un seul ancien président. Kongo ina rais mstaafu mmoja tu anaitwa Joseph Kabila. Unawezaje kufikiria kwamba badala ya kutumia uzoefu wake tofauti, kwanza kama askari wa zamani, rais wa zamani aliyeshuhudia vipindi vyote vya vita na kufanikisha kuleta amani, leo hii anahukumiwa? Badala ya kumchukulia kama mshauri wa kwanza, tunamhukumu katika nyakati kama hizi. Ninaamini hili ni upotevu. Je crois que c'est une gâchis. Kwa sasa haijulikani wazi ni wapi alipo Joseph Kabila, lakini hukumu hii inabaki kuwa hatua kubwa zaidi ya kisheria dhidi ya rais wa zamani na huende kaathiri mustakabali wa siasa za DRC kwa muda mrefu. Asante sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Kumbuka hiyo ndio itakuwa mada ya mjadala wetu hii leo, lakini kabla ya hapo, tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imetoa maelekezo kuhusu namna mchakato wa upigaji kura na utoaji wa matokeo utakavyofanyika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Mwandishi wetu aliyeko Zanzibar Salma Said ana ripoti kamili.
Uchaguzi mkuu umekaribia na wananchi wanasubiri kwa hamu siku yao ya kupiga kura Oktoba 29. Hata hivyo, ZEC imeeleza kuwa kura ya mapema itafanyika Oktoba 28 kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na maafisa wa tume ya uchaguzi pekee. Katika taarifa yake, ZEC imetoa takwimu kamili za wapiga kura. Mwenyekiti wa tume, Jaji George Joseph Kazi, amesema jumla ya wapiga kura 8,325 wamefutwa kwenye daftari la kudumu kwa kukosa sifa, na hivyo wapiga kura halali kwa mwaka huu ni zaidi ya 700,000. Jumla ya wapiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 watakuwa ni 717,557. Aidha, vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 ni vituo 407 na vituo vidogo vya kupiga kura yani polling station vitakuwa 1,752. Aidha, ZEC imetangaza utaratibu wa kura ya mapema ikiwemo namna wasimamizi na askari watakavyopiga kura pamoja na mpangilio wa kutangaza matokeo. Hapa ni mkurugenzi wa uchaguzi Thabit Idarus Faina. Ambao wapiga kura hawa ndani yake kuna wapiga kura watakaopata fursa ya kuomba kupiga kura ya mapema. Hata hivyo, hofu imeibuliwa na baadhi ya wadau na waangalizi wa uchaguzi baada ya kikao hicho cha ZEC kuripotiwa kutowashirikisha kikamilifu wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali ya Zanzibar, ambavyo vinatuhumiwa kuweka vikwazo kwa waangalizi ikiwemo kukataa utambulisho wao. Kwa mujibu wa malalamiko hayo, chaguzi zilizopita, baadhi ya vitambulisho vya waangalizi vilidaiwa kutotambuliwa, hali inayoweza kuathiri ushiriki wao katika kufuatilia mwenendo wa upigaji kura. Hawa hapa baadhi ya wadau. Sasa mimi nikawauliza watu wa vikosi vya SMZ, je, mnavijua vitambulisho vilivyokuwa sahihi na sio sahihi? Nilitegemea leo hapa na wao wangekuwepo. Nililiona kwa macho yangu katika kituo cha Mlimani pale Matemwe, ambapo na mimi mwenyewe nilikuwa pia ni mgombea. Chonde chonde, sina zaidi ila nasisitiza amani, umoja, utulivu. Kwa sasa ZEC inasisitiza kuwa maandalizi yote muhimu ya uchaguzi yamekamilika na wananchi wanahimizwa kufuata taratibu ili kutumia haki yao ya kidemokrasia kwa utulivu chini ya kauli mbiu kura yako, amani, wajibu wako. Salma Said, DW, Zanzibar. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kubadilisha ujumbe wa amani unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa MSS nchini Haiti kwa kikosi kamili cha kijeshi ili kukabiliana na magenge ya wahalifu yanayotikisa nchi hiyo. Angela Mdungu na mengi zaidi. Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha uamuzi kuwa kikosi hicho kipya kwa ajili ya Haiti kitakuwa na wafanyakazi wasiozidi 5,500 wakiwemo wanajeshi na maafisa wa polisi, tofauti na kikosi maalumu cha sasa chenye maafisa 1,000 wa polisi pekee, wengi wao kutoka Kenya. Mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonyesha kuwa jumuiya ya kimataifa sasa inagawana mzigo kukabiliana na hali mbaya ya usalama inayoikabili Haiti. Kupitishwa kwa azimio hili kunatoa matumaini kwa Haiti. Ni matumaini ambayo yamekuwa yakipotea kwa kasi wakati magenge ya magaidi yakijitanua kufanya ubakaji, kupora na kuwatisha watu wa Haiti. Kwa upande wake, mwakilishi wa Ufaransa kwa Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema juhudi hizi zilizochukuliwa na jumuiya ya kimataifa hazina budi kuambatana na dhamira mpya katika kusaidia mchakato wa mabadiliko ya kisiasa. Kurejesha taasisi za kidemokrasia na utawala wa sheria ni hatua muhimu katika kukomesha mzozo mpana unaolikabili taifa la Haiti. Nguvu iliyoongezwa ya kikosi hicho imeambatana na kuundwa kwa ofisi ya kukisaidia ndani ya Umoja wa Mataifa, pendekezo lililotolewa miezi kadhaa iliyopita na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Ofisi hiyo itatoa msaada wa kifedha
na vifaa unaohitajika. Wiki iliyopita, Rais wa Kenya William Ruto alisema usalama wa Haiti unaweza kurejeshwa kama kukiwa na rasilimali zinazohitajika, vifaa vya kutosha na idadi sahihi ya wafanyakazi katika kikosi maalumu cha kukabiliana na magenge ya uhalifu nchini humo. Nchi hiyo masikini zaidi Amerika imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa kwa miongo kadhaa. Katika mwaka mmoja uliopita imekumbwa na ongezeko la vurugu za magenge ya uhalifu, hasa mara baada ya shambulio lililochochea kujiuzulu kwa aliyekuwa waziri mkuu Ariel Henry. Nafasi yake ilichukuliwa na baraza dhaifu la mpito lililopewa jukumu la kuandaa uchaguzi ifikapo Februari 26 mwaka ujao. Uchaguzi wa mwisho nchini humo ulifanyika mwaka 2016. Ni ripoti yake Angela Mdungu, asante sana. Maandamano makubwa yameendelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo, siku ya Jumanne, licha ya Rais Andry Rajoelina kuifukuza serikali yake yote kwa lengo la kutuliza hasira za wananchi. Polisi walijibu maandamano hayo kwa kutumia mabomu ya machozi, risasi za mipira na maguruneti ya kupoteza fahamu, huku mamia waandamanaji wakiendeleza kupaza sauti zao za kupinga utawala wa sasa. Lubega Emmanuel na ripoti kamili. Maandamano haya yamechochewa na hasira za vijana wanaolalamikia usimamizi mbovu wa serikali na maisha magumu yanayosababishwa na kukatika mara kwa mara kwa huduma za umeme na maji. Vuguvugu hili la vijana limevutiwa na harakati za Gen Z nchini Indonesia na Nepal, na sasa limeenea kwa kasi, likijumuisha si tu wasomi bali pia wakazi kutoka vitongoji vya kawaida. Waandamanaji walikusanyika kwa maelfu wakipeperusha bendera zenye alama ya fuvu la maharamia kutoka katuni ya Kijapani ya One Piece ambayo imekuwa nembo ya vuguvugu la vijana. Polisi wakiwa na magari yenye silaha walijaribu kuwatawanya, lakini maandamano yaliendelea kuongezeka hadi usiku. Rais Rajoelina mwenye umri wa miaka 51 alitangaza kuwafukuza mawaziri wake wote Jumatatu, akiwataka wananchi waamini kwamba mabadiliko mapya yataleta suluhu. Hata hivyo, hatua hiyo imechukuliwa na waandamanaji kama hadaa ndogo isiyo na tija katika mazingira ambapo taifa limezongwa na umaskini, ufisadi na ukosefu wa huduma za kijamii. Msemaji wa Gen Z, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Ankatso ambaye hakutaja jina lake, alisema kwa upande wetu sisi vijana wa kizazi cha Gen Z wa chuo kikuu cha Ankatso, majibu ya Rais Rajoelina hayakubaliki. Hivyo basi kuifukuza serikali pekee hakutoshi kwetu. Tunataka rais ajiuzulu na pia bunge la kitaifa livunjwe na kusafishwa, kwa sababu nalo linatoka katika chama kimoja na rais. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa tangu maandamano yaanze wiki iliyopita, idadi ambayo serikali ya Madagascar imeikanusha ikidai ni tetesi zisizo na uthibitisho. Hata hivyo, mashuhuda na video kutoka mitaani zinaonyesha polisi wakitumia risasi za moto hai, inayoibua maswali makubwa kuhusu matumizi ya nguvu. Waandamanaji wanadai kwamba matatizo ya nchi yamefikia kiwango cha hatari kutokana na mfumo wa kisiasa uliojaa ufisadi. Hata sekta ya elimu imezorota sana, huku walimu wakikosa kulipwa kwa miaka kadhaa na hivyo kusababisha mkwamo wa masomo katika vyuo vikuu. Mwandamanaji mwingine wa kike alisema, walimu wetu hawajalipwa tangu mwaka 2019. Kwa hiyo wengi wao wameacha kuja kutufundisha chuoni. Matokeo yake hatujakuwa na masomo kwa muda sasa, hasa mimi nikiwa katika mwaka wa pili wa shahada ya uzamili. Hivi sasa inakaribia kuwa sina masomo kabisa, ingawa nilipaswa kumaliza shahada yangu ya uzamili mwaka 2024. Maandamano yanaendelea kusambaa katika miji mingine ya nchi hiyo yenye wakazi milioni 32, huku muungano wa wafanyakazi wa shirika la kitaifa la maji na umeme ukitangaza mgomo wa kitaifa. Wachambuzi wanasema kwamba hatua hii inaweza kuzidisha shinikizo dhidi ya Rais Rajoelina, huku waandamanaji wakisisitiza hawatatoka barabarani hadi pale rais atakapong'atuka madarakani. Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Na shughuli za serikali ya Marekani zimesimama rasmi baada ya wabunge kushindwa kukubaliana kuhusu mpango wa matumizi ya serikali. Kutokana na hatua hiyo, je, utawala wa Rais Donald Trump unaweza kuitumia hali hiyo kama kisingizio cha kuwafuta ajira wafanyakazi wengi zaidi? Zainab Aziz na taarifa kamili.
Kusimama kwa shughuli za serikali ya Marekani ina maana kwamba baadhi ya huduma za serikali hiyo zitakwama kwa muda na mishahara ya maelfu ya wafanyakazi wa serikali itasimamishwa. Hali hiyo imejitokeza baada ya wabunge wa chama cha Republican na wale wa chama cha Democrats kushindwa kufikia makubaliano juu ya mswada wa matumizi ya serikali. Wabunge wa chama cha Democratic hapo jana Jumanne jioni walilikwamisha azimio lililopendekezwa na wenzao wa chama cha Republicans lililolenga kuipa serikali muda wa kuendelea na shughuli zake. Hatua hiyo haikupata uungwaji mkono wa kutosha na hivyo kukosa kufikia kura 60 zilizohitajika ili kupitishwa. Sababu kuu iliyosababisha hali hiyo ya mkwamo wa bajeti ni juu ya fedha za matumizi kwa ajili ya huduma za afya, ikiwa ni pamoja na kuendeleza ufadhili ambao ulipitishwa kisheria wa huduma ya afya ya bei nafuu maarufu kama Obamacare. Huyu hapa ni Seneta Chuck Schumer, kiongozi wa wachache bungeni wa chama cha Democratic. I'm concerned about Americans' healthcare. That's what we Democrats are concerned. Nina wasiwasi kuhusu afya ya Wamarekani. Hilo ndilo tunalojali zaidi sisi wa Democrat. Watu wana matatizo sana na hali itakuwa mbaya zaidi kwa ongezeko la 114%. Hatua tuliochukua tunahisi ni sahihi na kwamba tunawakilisha wapiga kura wetu kwa njia bora inayowezekana. And we feel we're representing our constituents in the best way possible. Rais Donald Trump kwa upande wake ametishia kutumia matokeo hayo ya kusimama kwa shughuli za serikali yake kuwaachisha kazi kwa wingi wafanyakazi wa serikali. Sarafu ya Marekani dola imeporomoka na kwenda chini dhidi ya sarafu zingine hii leo Jumatano kutokana na hatua hiyo ya serikali ya Marekani kuingia kwenye mkwamo. Hii ni mara ya kwanza ya kufungwa kwa shughuli za serikali ya Marekani katika muda wa takriban miaka 7. Mara ya mwisho ilikuwa mwishoni mwa mwaka 2018 hadi mapema mwaka 2019 katika muhula wa kwanza wa Donald Trump, pale alipotaka ziidhinishwe zaidi ya dola bilioni 5.7 kwa ajili ya kujenga ukuta ili kuwazuia wahamiaji kuingia Marekani. Zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 6 hapa Ujerumani, wakati mwafaka kabisa napoungana na mwenzangu Najat Omar. Najat alikuwa aliona kibarua cha kupita kwenye mitandao ya kijamii. Vipi? Karibu. Asante sana Tatu Karima. Mitandao yasemaje? Mitandaoni kuna mambo hayo ambayo tumeyasikia katika taarifa zetu na uchambuzi wetu wa habari za kina. Lakini pia jana tulikuwa na taarifa juu ya kifo cha balozi wa Afrika Kusini nchini Ufaransa, Nkosazana Emmanuel, ambaye alifariki katika mazingira ya kutatanisha kwenye hoteli ya nyota 5 ya Hyatt Regency iliyoko huko Paris. Naam. Sasa leo ofisi ya mwendesha mashtaka huko mjini Paris imesema balozi wa Afrika Kusini aliyekuwepo nchini humo aliyekutwa amefariki hotelini hapo mjini Paris Jumanne aliacha barua ya kwamba ameamua kujitoa muhanga, ameamua kujiua. Ofisi yake inasema kuna ujumbe huo umefanana na maneno yaliyoandikwa katika barua, jambo ambalo limezusha mjadala. Barua sasa ameacha nani? Ameacha huyo aliyekuwa balozi. Aha.